Warumi 8:13. Nitasoma kwa msaada wa Warumi 8:13. Ndio. Maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, wataka kufa. Bali kama mkiaficha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Baba, tunashukuru tena kutoka muda mzuri huu wa kusimama mbele ya watoto wako, mbele ya bibi harusi wako. Baba, mnenaji mkuu ni wewe Roho Mtakatifu. Nisema ya kwamba ajabu huyo Roho atauongoza katika kweli yote. Mwalimu mkuu ni wewe Roho Mtakatifu. Mimi ni chombo tu katika mikono yako. Maombi yangu ni kwamba uje ukafundishe watoto wako. Uje ukawafunulie iliyo kweli yako. Uje ukawafunulie mapenzi yako kwao mnamo saa hii ya asubuhi. Karibu Mungu, umiliki ukumbi wote. Umiliki kila roho iliyo hapa. Roho chafu zisipate nafasi za ushawishi kwa watoto wako. Badala yetu lote liongozwe na wewe. Neno hili libarikiwe na wewe katika nafsi na mioyo ya wana wako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio, mnaweza mkaketi chini. Kuanza jana tumeanza na neno hili ambalo subject ni jinsi ya kushinda mwili. Haleluya. Jinsi ya kushinda mwili. Alafu nikaonyesha ya kwamba lazima kwanza niwaonyeshe tofauti ya mwili na mwili. Na nisikiliza vizuri Sasa katika kuwaonyesha tofauti ya mwili na mwili, tukaonyesha mwili wa kwanza ambao tulisoma katika kitabu cha Wagalatia sura yake ya kwanza mstari wa 17. Tukaonyesha kwamba huu mwili ambao unaongelewa katika Wagalatia 5:17 ni tofauti sana na mwili ambao unaongelewa katika Wakorintho wa kwanza 6:19 hadi 20. Amen. Huu mwili ambao umeongelewa katika Wagalatia 5:17 ndio huo mwili tena ambao umeongelewa katika Warumi 8:5 hadi 8. Sasa katika lugha ya Kiswahili imetafsiriwa yote mwili, lakini ni vitu viwili tofauti. Amen. Na huu mwili ambao umeongelewa katika Wakorintho wa kwanza 6:19 hadi 20 ndio ule mwili wa Mwanzo 2:7. Ndio ule mwili wa Wakorintho wa kwanza 9:27. Ndio huu mwili wa udongo. Amen. Ambao tunajua sote huu mwili wa udongo hautaenda popote. Huu mwili wa udongo mwisho wake ni kuishia kaburi. Unajua hivyo? Na ndio mwili ambao unasumbua sana. Na ndio mwili wa matatizo, lakini hauendi popote. Mwisho wake ni kuishia kaburi. Ukishawekwa mle kaburini, unaoza, unaanza kutoka minyoo, unaishia hapo. Yaani huu mwili hauwezi kuingia mbinguni. Huu mwili unaishia hapa tu. Haleluya. Ikibidi sisi kunyakuliwa, hatutanyakuliwa na miili hii. Miili hii itabadilishwa, tutavalishwa miili mingine. Haleluya. Sababu kuna aina nyingi za miili ambayo usitaki kuingilia. Lakini wakati wa kunyakuliwa tutavalishwa mwili wa utukufu ambao sio mwili wa udongo. Kwa hiyo ujue ya kwamba mwili sio mwili wa udongo tu. Kuna miili aina nyingi. Kwa hiyo huu mwili huu ambao umenenwa katika Mwanzo 2:7, huu mwili huu ambao umenenwa katika Wakorintho wa kwanza 9:27, huu mwili ambao umenenwa katika Wakorintho wa kwanza 6:19 hadi 20 ni mwili ambao unaishia hapa duniani. Mpendwa, naomba usimame tena. Hebu tusomee katika Wakorintho wa kwanza 6:19 hadi 20. Wakorintho wa kwanza kwa msaada Yesu Kristo ni hai. Ndio. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 20. 19 hadi 20. Mstari wa 19 hadi 20. Ndio. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Au hamjui ya kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Kwa hiyo huu mwili huu ambaye ni hekalu la Roho Mtakatifu ndio ule ambao Pastor Nelson alitusomea. Can you read for us please? In 1 Corinthians 6. Ndio mwili ambao mchungaji Nelson alitusomea, tukaukuta ya kwamba huu mwili kwa lugha ya Kiingereza unaitwa body. Yes. 19.
What? Know ye not that you are only the temple of the Holy Ghost? Okay. Which you have of God, Okay. and ye are not your own. Thank you very much. Kwa hiyo huu mwili wako unapaswa uwe hekalu la nini? La Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akae ndani ya mwili wako, igeuke kuwa makao ya nini? Ndio maana hupaswi kuuchafua, ndio maana unatakaswa pia huo mwili. Amen. Sababu Roho Mtakatifu hawezi kaa katika mwili mchafu. Ndio maana neno la Mungu linakuamuru mama uvae vizuri, baba nivae vizuri. Yote hiyo inachangia katika utakaso wa nini? Wa mwili. Mnasikiza vizuri watoto wa baba eh? Kwa hiyo huu mwili unapotakaswa, kwa nini unatakaswa? Ni kwa sababu utabeba mtakatifu. Ni kwa sababu utabeba Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hawezi kaa katika mwili mchafu. Wale ambao hawana Roho Mtakatifu ndani yao, hawana Roho wa kweli ndani yao, miili yao haitakaswi kama mwili wako unavyotakaswa. Haleluya! Ndio maana mnaona wanaibeba kwenye uzinzi, miili yao inazini. Lakini wewe uliye na Roho Mtakatifu, ukijaribu siku moja kuchafua huo mwili, dakika hiyo hiyo, sekunde hiyo hiyo, ule roho anaondoka, unabaki bure. Amen. Ndio maana unaambiwa uvae vizuri. Ndio maana na mimi hapa navaa vizuri. Kila nikivaa ninajiangalia tena mara 2 mara 3. Amen. Siwezi vaa tu buru hivi na ninatoka nje kwenye kwa watu. Hapana. Amen. Sababu gani? Ule roho lazima ataniambia, angalia umevaa vizuri. Je, hiyo suti iko vizuri? Na mimi najibu roho namwambia, iko vizuri. Amen, amen. Roho ananiambia, cheki hiyo suruali hiyo, haijabana hiyo. Anambia, roho angalia hata mwenyewe. Tunabishana kidogo kule tumbani. Mwambia, lakini roho angalia mwenyewe, haijabana, iko vizuri. Haionyeshi sehemu zote. Mwambia, roho angalia mwenyewe, haionyeshi popote, ipo vizuri. Sawa, unaweza ukaondoka. Hallelujah. Anakucontrol every time, everywhere. Ndio maana huwezi vaa upumbavu mbele za watu, huwezi vaa ujinga mbele za watu. Lazima uvae vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ule Roho Mtakatifu hawezi kukuacha uvae vibaya. It's impossible. Haiwezekani. Eti Roho Mtakatifu ndani yako na uje hapo umevaa kimini na Roho Mtakatifu ndani yako. Huyo atakuwa Roho Mtakatifu wa ajabu sana. Lakini ni mjuaje nini? Amen. Ana control everything. Hallelujah. Ana control everything. Kila kitu anahakikisha ni kizuri. Kwa nini? Kwa sababu wewe unambeba. Si unaona uzuri wa mwili? Huu mwili wa udongo pia